ako hai. You're right. Na nasumbuka sana juu hawa watoto. Juu hata leo amenipigia mara kama 4. Wallahi mamangu. Wow. Bishop Kanyari ni alirageria kugira ciana ciake. Leo ule. Ona ke Thursday ni athire hu gate-ini. Au manio na kumageithia gecoka gwake. Marehirwo gate-ini. Marehirwo gate-ini. Okay, though ne akoretwo ngithi kumonera hu gate-ini tondu ame mundu rume tubati kuthi kwa mundu rume ule ungi nyumba. Nitha inema. Na no igwa kwina mutumia ukoragwo kuu raumite Dallas. Ucio ri nake ruo ndimenya nikieka kuu ni. Ugithiete kwa murata guku na ne ya pasiro coko ikare ku nyumba ndiki ureka ku na muthuri anyway ndira utira na rocio ini bambi but is wrong and mom is not happy no ni ekegure no na hari abayo ari ne hogoragwo nie na ne ho mami itokoragwo ne ho family itu ikoragwo ukikosea mom hatuwezi enda lini moja hatuwezi hata na dawa siwezi hata tukigore kinyole lazi na ni siwezi sikia siwezi siwezi ukipuuza mamangu wewe jua tu mimi nimekwisha kutoka. Kuhusu mama wako na say kubwa sana kuhusu hawa watoto as the grandmother na kuhusu everything that Bayo has by the way. Hivyo watu wajue. Mama wako na say. Mama wako na say. Tereke goria very personal question na ni guteithia andu ingi ino ni kiuria andu makoretwo makiyuria was that guy legally married to your wife tondu kwina andu meha me US na ni meguka maranjira atiriri and I have those texts igani uria nderirwo ngire that guy has a wife kuria US koguo legally ndagiriirwo gukorwo akihikia Betty at what point makinyite kuracia kana ni mari maratathie what kind of marriage was that? My understanding one family yao yokire gwitu 2 times na brother ni witness na wanajua hakuna mbuzi ilichinjwa huko nyama zilikuja kama zimechinjwa ilikuwa nyama na akaambiwa na brother ujue hapa hakuna kitu tumefanya ya dawari hii yote tumefanya hii ni kitoweo hii ni nyama umenunulia watu wakule. That's what happened na watu wakaenda kwa kiwanja wakajivijana wakakula mchele na nyama. Maneno certificate hiyo ni wewe nasikia na wewe. Me I don't know by the way. I don't know. I've never been a witness so I don't know. I can't speak about that. Sijui ni sijaiona na sijaisikia. Tondungano iria ndirona guku social media ati he was legally married to Betty Bayo legally ati ona no produce certificate ya marriage nikio ndo marauga atiriri nikio arauga ati indo ciothe cia Betty hamwe na ciana ati he has the legality to that. Ukihikia mundu ri legality nitha mundu afati kumenya niguo ni kinya ndo matifati gukome na wira uhoro cio hatujui. All right, thank you for clarifying that. The other issue agikoro na in fact kiuria kiria kingi gwenda gukuria ni gia cokia giki tondu if he was truly legally married to Betty Bayo niki Betty athikirwo mugunda wake uria urire na mbeca ciake aregirwo iko hivi hiyo shamba Bayo ndio alitafuta hiyo shamba right akakuwa kilipa. Let me clarify that sawa. Yeah. Akakuwa kilipa. Sasa venye walichukuana kuna balance kule imebaki ya juu. Hiyo balance yotash alikuja akamalizia hiyo balance. Venye alimaliza hiyo balance akasema aandiko kwa hiyo title. Okay. But in hiyo owner ni sister yangu. Yes. Okay. No, I will clarify. It's good to clarify that. Iko na loan na 5 million. Iko na Tasha ni na loan inalipwa. Na ni yeye ako na hiyo do. Aliniambia ni yeye alichukua hiyo do 5 million. Oh, okay. So there will be papers to prove that. Yani aliniambia hivyo. So aliniambia iko na loan na 5 million down. All right. Okay. That's good information. Is it true? Maybe you can clarify. Kore na fununu ciare goku online ati endaga Betty athi ku Murang'a mugunda-ini ucio. Is that true? Yes. But tuka decline na family tuka decline. Huko ni mbali sana.
hata tukasema hata sasa mtu akitaka kwenda kuona sister yake mwenye kwenye amezikwa, utakuwa ukipanga safari kwenda na huko, na unafaa kuona kitu kama hiyo, unafaa kuiona. Ukisaini kiamka asubuhi nifikirie kwenda kuona kaburi ya sister yangu, unafaa kutoka tu hapa pande gani, ingie kwa gari, nikurupisha gari, nimuone, nioshe hiyo mali yote, alafu nirudi kwa nyumba na nimuombe sana kwenye yako tu. Lakini si niambie nipeleke mtoto wangu huko kwa mafisi huko mali hata kuna watu aje. Kwani hatuko na haja na yeye swali. Sasa you're right. Hiyo nao tulikataa. As family tulikataa. You're right. Okay. So kindu kingi tungenda ku understand uhoro wa guthi igoti-ini ri ni hamukinyanetie, and the other thing what were andu mamenye, you see uhoro is a matter of public interest kuma beti yaku. I think this is the longest story ya nakorwo ikiariririo social media to ni regete guthie. What were the tables of content musamani ucio aregire guka niki mwathi ya kwariria kwa bishop kwanderia kirega guka muno kirega tutwarite ku yako uhoro wa ciana ici ya uria si guikara tondu riu sky no menya ni mwire mwana mwire tu na kuma chora machuai gutro na ne weka mekana baba uria muciarite hivyo tu hivyo tu. Okay, all right. Kanyari ni okire musamani ucio? Yes, he came. He was there. So these are the guys, the one who refused to come? He never appeared. All right. So the biggest question is, Niki Muraria Daisi, why are you speaking now? Niki Wonete, what have you? Waria tukoretwo tukiaria, no tukoretwo tukiaria twita family. Tugaria riri gwika maundu maitu uria andu mabatie gwika. Alafu guthia atiriri. Saa zingine unajaribu all avenues you try to talk, try to chat, you try to call. Ikigonga mwamba unatafuta njia zingine. Ndio ikifika huko mbele kwenye nafikanga huko mbele sasa mtu asisema siku moja ulijaribu kumpigia, ulijaribu kuongea na yeye. Did you even go there? Mtu asisema watu hawakujaribu. Okay. So we are trying to exhaust every avenue. Okay. Tuone venye tutaongea sababu siwezi kaa blindly hivi. Tangu tumemzika, sasa nikae tu kama mtu ajielewi, kama mtu ajui maneno ya kesho. And the way this life is, unajua huwezi zuia mtu kuoa. Yeah, true. Hata Kanyari tuwezi kumfungilia kutumwambia ati Juali ulikuwa na baba wetu kuna watoto wako wawili ati usoe hiyo. Hata huo hata sasa siwezi mwambia ati bro sababu ulikuwa umewazi tangu sasa huwezi oa. Na we can't do that. Yeah, true. Yeah, you're right. Hata hiyo nyumba anaweza oa bibi mwingine na akae na yeye huko. You're right. Na unajua sisi tunasema hivi, hatutaki tukosane. Tunataka tuishi tu na harmony ya kila mtu. Na kila mtu ajue ako na duty na obligation kwa hawa watoto. Hawa watoto ni wetu sisi wote. Na sisi tunataka hivi kama familia. Na maombi yetu, hata baba Sky alisema hivyo. Alisema tujaribu sana hawa watoto tuwaweke in a way that hawatawahi regret mama wao alikufa. Wasikae siku moja kwenda kusema mama wangu angekuwa uhai, singekuwa napitia haya. That's what I'm avoiding. Okay. Are you guys feeling that he's going to disinherit watoto, ama the reason anaweka watoto is because of the inheritance? What's your worry? Mbona akona madharau? What's your biggest worry? Unajua kila mtu akona mawazo yake kando. Siwezi msemea. All right. Siwezi msemea. Ni paso netari madiko mapi avoid. Sijaelewa. Unapotea. Ni Aurora network. Ni Aurora igua. Ni Aurora. Mimi nakusikia vizuri. All right. So nilikuwa kwa mazishi ya Betty Bayo na Deputy President Professor Kindiki akapeana 5 million na akasema something very important. Akasema kama mmefungua trust fund ya watoto apewe account aweke 5 million. Alafu on top of that 5 million the Deputy President akasema hata president mwenyewe ametoa 5 million ya watoto wa Betty but iwekwe kwa trust fund. So have you guys managed to open the trust fund for the watoto ama kunaendaje? Ati Deputy President alisema aje? Deputy President, if you listen to the clip mimi nilikuwa hapo, alisema kama trust fund ya watoto imefunguliwa account apewe pesa aweke hiyo saa hizo, na akasema hata president amepewa 5 million. Sidhani, unajua mimi nilikuwa hapo nyuma tu yake hapo, nilikuwa nyuma yake.
immediately after him alikuwa tu amekaa hapa, mimi niko hapa. So hivi hata akiongea nilikuwa namsikia vizuri, hata wajana sasa na speakers nilikuwa nasikia sauti ya Sauli iko tu hapa. Kama sikosei alisema yeye na familia yake wako na 5 million for the family. Na pia ametumwa na president na shilingi milioni 5 na hiyo pesa inafaa iwekwe kwa trust fund, na kama account iko trust fund ya watoto, na kama account iko apatiwe pesa, he will wire the money immediately. Yeah, that's what the deputy president said. Yes. Thank you. Thank you. So kuna trust fund ya watoto waliwekewa. Trust fund imekuwa mgogoro kidogo. What do you mean? Sababu kuna documents tunataka hatuko nazo for now, na mwenye tunafaa kuongea na yeye atuambie kama ako nazo, haongei na sisi. Now this guy, so that mfuenge. So in one way or another tutaifungua tu. Okay. Tukifungua tutaambia Wakenya. Okay. Tutafungua venye inafaa kufunguliwa. Hatutapita shortcut. Venye inafaa kufunguliwa. The legal way. Okay. All right. Yes, that's the way, because most Kenyans maybe wanaweza jiuliza, why is the family fighting? Niyo pesa wana ne pesa isio mara akinyirae, ne milioni isio 10 mara akinyirae, but I'm happy of clarified no ga clearly. Unajua tumekuwa tusikia maneno mingi huko nje, tunasikia watu wanasema yeo kama sitapatiwa hiyo milioni 5 afadhali rudi kwa serikali. So mimi nataka kitu yoyote ambayo ni abayo inafaa kufikia watoto wake hao wawili, I will make sure itawafikia na itawekwa mahali watakuja kusaidika. That's what you want, that's what you're fighting for. All right. Sisi sisi tumekuwa tukiishi, si ndio? And I don't think kuna mtu kwa familia yetu kuna akili ya ati hii maneno inaendelea hapa ndio itamsaidia kwa maisha yake. No, I don't think so. I don't think so. Sababu watu wengi hata wajuangi brothers Abayo. Funny enough, wale wanajua wanajua mimi ndo najulikana sana. Wacha nikwambie ukweli. Wengi sasa wanajua sisi tunabisha yeye tuna Abayo hapa kwa hapa. Unaweza uliza Tasha ama uliza Dinipa Baskai, unaweza uliza wao, na hata wasanii waulize wote. Mtu mbona anajua anakuanga hapa na hapa ni mimi. So wengine hajulikani sana. Sasa nilisema wacha mimi ndo mdogo. Wacha niongee, labda inaweza saidia mahali, kusiwe mahali kunafanywa kitu yenye si sawa. Hivyo tu. All right. Kusikue tu kunafanywa kitu mahali yenye si sawa. Sababu whatever maybe if there's anything that is happening, we are right, yeah. You have every right, yes, as a family, because unasikia huyu jamaa amekataa kuongea na hiyo mama alikuwa amemwambia after mazishi kama atafanya ile kitu atamwambia. So brother ya Betty yako hapa, because they have been trying to reach this guy, they solve these things amicably like a family, but jamaa analenga mikutano. In fact, Edward aliniambia the mom is very stressed as we speak right now. Jamaa is very rude to the family, so anasema ati let's solve these things kwa koti. So hata familia inashindwa, koti tumefika huko saa ngapi? Ni jamaa anakataa kuja, but anasema waende koti. So the family is scared, the family is worried, which they have every right to be scared. They have every right, because the behavior, the body language of this guy right now, hata kama ni wewe utakuwa scared. So kama ni mimi nimekufa, unaona, hata kama ni mimi nimekufa, yeah, angekuwa hapa kwa nyumba saa hii akiulizia every detail. Mimi nakwambia Bayo alikuwa anapiga simu huko, ananiuliza home kuko aje, kila kitu alikuwa anataka kujua venye tunaendelea hapa Kongo kwa nyumba hapa. Anataka kujua watoto wako aje na wife wako aje. Mimi nilikuwa nachukua, unaona, on Mondays Bayo wako anaenda job, hapo anafanya kazi, alikuwa anashinda kwa nyumba. So sana tulikuwa tunaonana, na kama hatuonani simu lazima tungeongea nazo. Lazima. Tunaongea hata kama watu lazima tungeongea. Tunaongea, anauliza kuko aje, watu hiyo wako aje, na mimi namuuliza kina Sky wako aje, wanaendeleaje. Tunaongea, ananiambia sasa hata nilikuwa kuna time nilikuwa natoka huko kwa nyumba, nikitoka tao nakuja usiku nachukua watu wao nawapeleka kwa kina Sky, tunaenda hapo tunaona sisi tunaongea usiku.